na yeye atakaye na ayatwae maji ya uzima bure. Bwana Yesu atukuzwe. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya vipindi vinavyoendelea. Naamini tunaendelea kubarikiwa. Tunaingia kwenye somo la 12. Tukiangalia kwenye ratiba na kwenye kitabu namba 2, somo namba 12 ukurasa 13, ambapo tunaangalia juu ya amri ya Kristo, juu ya sherehe, dansi na michezo ya kuigiza. Tunaangalia namna ambavyo tunaweza tukafuata nyayo za Yesu, mambo kama hayo. Kwamba je, Yesu mambo kama hayo aliyaendekeza alipokuwa duniani? Mambo kama haya aliyafuata? Hata labda tungesema nyakati zile teknolojia haikuwa kubwa, lakini je, angekuwepo Yesu leo hii, je, angefuata mambo hayo ya sherehe, dansi na michezo ya kuigiza? Biblia inatuambia kwenye Wagalatia sura ile ya 6, kama fungu letu la kukumbuka. Tutasoma pale Galatia 6:7-8. Wagalatia sura ile ya 6 mstari wa 7 na mstari wa 8. Naomba tusome kwa pamoja. Mstari wa 7 hadi wa 8 wa Galatia sura ya 6. Kama tuko hapo, 1, 2, 3. Danganyike, Mungu hadhihakiwi. Kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu. Bali yeye apandaye kwa Roho, katika Roho atavuna uzima wa milele. Asante sana. Na ni mistari ambayo inatufundisha au inatuelekeza jinsi ambavyo mtu anayepanda katika mwili anaweza akavuna uharibifu katika mwili wake. Anayepanda katika Roho anaweza akavuna baraka ya uzima milele katika roho yake. Kwa hiyo anayepanda katika mwili ni mtu ambaye anaendekeza mambo ya mwili. Mtu ambaye mambo ya mwilini ambayo hayajengi, hayana umuhimu, ndio ambayo kwake yamekuwa ni kipaumbele au ni jambo la kwanza kuliko mambo ya rohoni. Kisoma Zaburi 101 mstari wa 3. Naomba funga Biblia zetu, Zaburi 101 mstari ule wa 3. Jitahidi kufungua Biblia kama unayo, kama hauna labda, lakini kama Biblia fungua, na kusaidia pia kushinda usingizi. Zaburi 101 mstari wa 3. Anasema, sitaweka mbele ya macho yangu neno la uovu. Kazi yao waliopotoka naichukia, haitambatana nami. Japo amesema neno lilo ovu, lakini tungeweza kusema kwamba mwandishi anataka kusema kwamba hata ruhusu macho yake yaweze kutazama mambo ambayo ni maovu, kwa lugha ambayo tungetafsiri kwa moja kwamba mwandishi anasisitiza kwamba hawezi kuruhusu macho yake yatazame, yaangalie vitu ambavyo ni viovu. Sasa
nataka tujadili kidogo kama Wakristo, kama watumishi wa Mungu. Je, inafaa kwa Mkristo au kwa mtoto wa Mungu kutazama filamu, picha, tamthilia? Je, inapendeza? Inafaa? Tumesoma maandiko haya. Wachungaji, kesho ni Jumapili, alafu Jumamosi kuanzia mida ya jioni saa 2 saa 3 naanza kuangalia tamthilia. Unasema unajifunza kitu, unapitia tamthilia hiyo, si inafundisha si mambo ya pendo, familia, si nini, ili ujifunze kitu kuwasaidia watu wengine, alafu naenda hiyo tamthilia inakwenda mpaka saa 8 saa 9 ndio unakwenda kulala, wakati kesho Jumapili pia unatakiwa ujiandae na ibada. Je, ni sawa? Hata bila kwamba unajiandaa na ibada, lakini wewe ni Kristo, hata kama sio mchungaji, je, ni sawa kuangalia tamthilia? Nataka majibu. Ni kama unaangalia ni picha zingine tu ya ngono na nini, hiyo ni sana. Mwingine, Mchungaji Mtende, naona unatafakari. Je, ni vizuri kuangalia picha, tamthilia? Karibu Masatu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi kwa mtazamo wangu sio vizuri. Kwa picha ambazo sio za kimungu. Kwa mfano nitolee tu mfano picha ambazo labda ni za ngono. Hapo pia unaweza kupandikizwa maroho ya uzinifu na uzinzi. Lakini kama ukiangalia picha ambazo ni za Yesu, utajifunza namna Yesu alivyokuwa fanyeje anatenda. Sasa mimi ushauri wangu pia kwa wale ambao tunamjua Mungu, kwa na shauri kwamba sisi tusiweke TV ambazo zinaendana na mambo ambayo ni ya nini, ya kidunia. Kama ikiwezekana kabisa acha kabisa. Ili kusudi sije zikakuchafua katika utumishi wako. Nilikuwa nachangia hapo tu watu wa Mungu. Asante sana. Kuna mkono pale nyuma. Na swala la picha. Kwanza picha tunazoziangalia kwenye television, kwenye video zetu ni chaguo letu. Sababu naenda kwa wale watu wa kompyuta wanakuingizia unavyovitaka. Jambo la kwanza. Sasa na ujue vile vitu unapokuwa unaviangalia kwa asilimia kubwa vinakamata ubongo wako. Vinakamata ufahamu wako. Sasa kama wewe umeamua kuchagua na ni mtumishi ukachagua vitu ambavyo vinaenda kubadili haya mawazo yako, vikakubadilisha, vikakupeleka kinyume na mapenzi ya Mungu, tayari wewe ujitambue kwamba hapa kwa Mungu umeshaanguka hapo kiroho. Yaani unapoenda kuchagua kwa wale watu wa kompyuta, niingizie hiki hapa na hiki hapa, unachagua unachokiona wewe, ni chaguo lako. Sasa kama nilivyokuwa nazungumza kwamba unaziangalia mpaka saa 8 usiku, halafu kesho asubuhi naingia madhabahuni, unahubiri nini? Hauwezi kuhubiri kitu. Hauwezi kabisa, haiwezekani. Sana lazima hata kama zingekupa zile filamu naangalia na familia nzima za kuwajenga, baada ya pale unabadili mfumo, unaweza kaangalia mhubiri fulani au mahubiri fulani yanayokutia hamasa, unayojua nilimchagua mhubiri fulani na muelewa yupo kiroho, yuko vizuri, yakakujenga. Yale yatatengeneza ubongo wako kutafakari. Hata kama usiku umelala kwenye ndoto, unaweza kaota mahubiri yale, kesho unapoingia madhabahuni yanakupa idea ya kulijua neno la Mungu na kumtambua Mungu. Amen. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Nadhani nashukuru sana kwa michango yenu. Pia nadhani tumeshasafiri wengi kwa kutumia mabasi, mfano safarini tunapokuwa kwenye chombo cha usafiri. Pale kuna TV, karibu kila basi lina TV. Nakuta hapo kunaweka tamthilia, hapo wameweka wanaimba mambo ya muziki, sijui
kina nani, waimbaji mbalimbali wa muziki hao wanaweka. Je, kwa mtoto wa Mungu sasa huko kwenye chombo kama kile cha usafiri, alafu TV kwa mbele yako hapo, unajisikiaje wakati huo wanamuziki wanaimba na kurukaruka, hawajavaa hata nguo vizuri vile, wanaonyesha miili yao ovyo na wanavyocheza vile? Unajisikiaje mtoto wa Mungu kwenye chombo cha usafiri kama basi, huko kwenye NBS, huko kwenye Epination, huko kwenye New Force, alafu unaona hivyo, macho yako huwa, moyo wako huwa unajisikiaje? Tuendeleze mjadala hapo, nataka tujifunze zaidi. Unajisikiaje? Unabarikiwa au unafumba macho au unaamua tu kuendelea na vitu vingine? Unajisikiaje? Au unakodoa macho na kuona kazi hapo na unasikiliza, unaanza mpaka na wewe kucheza vile? Hebu tupeane uzoefu kama Satu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kweli hapo ni changamoto kubwa. Ila kwa yule ambao umeokoka, utakapokuwa ukisafiri kwenye gari kama zile, si ndio? Inabidi wewe pia uwe makini. Unavyoangalia pale unaweza ni moyo kweli unachafuka. Unachafuka, sio kwamba uchafuki, kwa sababu kuna mapicha yanaonesha pale. Sasa unapokuwa unachafuka moyo, unajikuta unatoka kwenye uwepo wa nani? Wa Mungu. Sasa mimi ushauri wangu kwa wale ambao tumeokoka, ndio, unapoona ile usiendelee kutazama. Yamkini kama kuna vitu vingine ambavyo labda wengine unaweza kuwa na simu, unaweza kuwa unafanyeje? Angalia kwenye simu yako, si ndio? Lakini ukiendelea kutazama mtu wa Mungu, unafikiri kwamba utakapokuwa unaendelea kwenye safari ndivyo kadri ya roho yako kufanyeje? Kwa sababu vile vitu vinajengeka kwenye ubongo. Sawa. Vinapojengeka kwenye ubongo vinajenga taswira nyingine ya kuweza kufanya mambo mengine. Sasa na nini na picha mimi mara ya kwanza kipindi na safiri nilikuta walikuwa mama wanacheza wako uchi. Nilipotazama zile picha ilikuwa zinakuja tu kwenye nikaanza kuomba kimya. Nilitazama lakini zile picha zikawa zinanirudia tu. Zinanasa. Sasa nikaanza kufanyaje? Kumuomba Mungu. Nikajua shetani anaweza akatumia mbinu nyingi hata kwenye vyombo vya usafiri. Sawa kabisa. Ili kuwanasa watu. Kwa hiyo mimi ushauri wangu, mtu wa Mungu, ukisafiri, sababu magari mengi Wakristo wengi hatuna magari. Magari ni ya wenzetu hao. Sasa hatuwezi kukuzuia kwamba usisafiri. Sawa. Sasa wewe unapokuwa unakutana mambo kama yale, fikira yako ihamishe kwingine, usihamishe kwenye mambo yale. Mungu abariki sana. Asante sana. Unaweza kuchukua hata kitabu, ukatembea na kitabu cha kiroho, ukawa unasoma, dada kaza macho kwenye hivyo. Kabla hajachangia mwingine, tuchukulie mfano Yesu na yeye anajikuta anatembea katika barabara hiyo kwenye basi kama hilo. Hivi Yesu angeweza kweli kwanza kuangalia hizo picha hizo filamu hizo ambazo wanatuwekea kwenye magari? Mchukulie Yesu, je, angeweza kufanya hivyo? Nataka jibu kwanza hilo. Karibu. Asante. Mimi nafikiri Yesu anaweza kuangalia na anaangalia kila kitu, lakini hakiwezi kumdhuru. Ninachukulia pale shetani alipokuja kumjaribu. Sielewi, sipati mazingira, lakini napoangalia filamu na kama alikuwa amelishika na lile jiwe kabisa, anamwambia badilisha liwe mkate, lakini anasema wanadamu hataishi kwa chakula. Anampeleka sehemu, jitupe chini, au anamuonyesha miliki, angalia hii nitakupa ili unisujudie. Ina maana anaviona kabisa vyote, lakini kwa sababu ana msimamo rohoni. Mimi nafikiri kitu kingine cha kutusaidia ni ule msimamo wa rohoni. Kwa unaweza kaangalia, lakini ule msimamo wako wa rohoni, au hata ukashikwa, kwa mfano kama Yusufu alishikwa kabisa, njoo, anakamatwa na jinasuyo kwa kuvua nguo, ndio anakimbia. Kwa hiyo vitu vingine ni ule msimamo wa moyoni, imani yako. Kwa hiyo mpendwa, hapo kabla hujakaa, kwa hiyo mpendwa, naona itakuwa ni vizuri tu kwamba uko kwenye gari unasafiri na picha muziki naimbwa pale na wewe unaisikiliza pale, unaisikiliza, unaiangalia kwa makini kulingana na msimamo wako katika imani. Vitu vingine, kwa mfano, kwa wakati mwingine unaweza kaangalia kwa lengo, kwa sababu mtu tunajifunza kupitia mambo mbalimbali. Bila kuona kitu huwezi ukamjulisha mtu kitu fulani, kwamba kwa mfano kuna kitu fulani nikiona hivi na hivi na hivi, wewe hupaswi kuwa kama vile. Lakini kama hujaona, wakati mwingine unakosa hata cha kufundisha, kwa sababu huwezi ukamfundisha mtu kwamba wanafanya hivi wakati
hujaona kitu. Kwa mfano mchungaji anataka kujifunza swala la kuwafundisha watu kwenye ndoa. Anaangalia filamu zile ambazo zinaonyesha mambo ya ngono. Kwa hiyo mchungaji anaweza akajifunza pale kwenye picha ile, alafu baadaye akafundisha washirika kwamba nilikuwa naangalia picha kwenye TV ya ngono, walikuwa wanafanya 1 2 3. Sasa hawezi kaleta hayo mbele ya watu. Inabidi kuangalia iwe siri yako mwenyewe, na ile imani iwe ndani yako mwenyewe. Kwa hiyo jinsi ya kupresent, uwezo ukasema kwa nini niangalia hivi nikaona hivi. Tutaangalia baadaye kwenye mjadala. Nashukuru sana, Mungu akubariki sana. Karibu kaka Franki, tutajadili baadaye kidogo, mjadala wangu naenda sana. Kaka Franki karibu. Baki nakaribia na mimi kumaliza somo. Yesu asifiwe. Amen. Labda mimi ningependa kusema kitu kimoja. Sio kila kitu kinachoonyeshwa cha kidunia kwamba ni kibaya. Sio vyote ni vibaya. Kuna baadhi ya maigizo au filamu, yani ni ukiziangalia, yani unapata mafundisho mazuri kabisa kufuatana na maisha yetu tunayoishi. Kwa mfano, kuna hawa ndugu zetu wa Nigeria. Filamu zao nyingi sana zina base kwenye uchawi. Kitu ambacho kinafanya wa Nigeria wanaogopeka, wanasemekana wao ni wachawi sana Afrika. Si ndio? Zile filamu zinakuwa na uchawi sana. Yaani mafundisho mengi mle ni uchawi. Lakini mwisho wa siku ile filamu inapoenda kuisha, huwa inaisha katika mafundisho ya Mungu. Yule mchawi au waganga wameanguka. Mwisho wa siku yani huwa wanamalizia na wachungaji. Kuna mchungaji mle ameenda amewatoa watu uchawi, ameenda amemfungua mtu alikuwa ameshikwa na mapepo, si ndio? Kwa hiyo inaonyesha kwamba kumbe Mungu ana nguvu kuliko hiyo miungu yao. Kuna kitu fulani inakufundisha. Lakini kingine mwalimu, kwenye ulimwengu tunaoishi, si ndio? Hatuwezi kukwepa mambo yote. Tukitaka tuyakwepa mambo tusiyaone, inabidi sisi Mungu atutafutie ulimwengu wetu wa kuishi. Si ndio? Lakini kama tunakaa kwenye huu ulimwengu aliyosema kwamba acheni ngano na magugu vikae pamoja. Mtu mmoja akasema, Bwana, mimi nikikaa kwenye hii dunia maeneo haya, mazingira haya, naweza nikakosa ufalme wa Mungu. Akahama akaenda kuishi sehemu ambayo hamna watu. Ili awe mtakatifu. Maana naona watu kila siku wanapishana nao, mara wanakosana, lakini sauti ya Mungu ikamtokea ikamwambia, wewe mbinguni uingii, maana wewe una upendo. Hutaki kuishi na watu wengine. Wewe una nini? Una upendo. Haya mabasi tunaopanda mwalimu, tukiachilia hizo video zinazowekwa, ni mabasi ya watu wamenunua. Lile basi hujua hata lina maagano gani. Kuna mwingine ile basi ana maagano makubwa sana na shetani, si ndio? Lakini Mkristo unafanya nini? Unapanda. Hakuna basi ambalo limeandikwa kwamba hili ndio watakatifu, hili sio la watakatifu, si ndio? Tunapanda mabasi ya watu wote. Sekunde chache tu malizia hapo, na mimi nimalizie huku. Haya. Asante sana. Kwa hiyo nilichokuwa na mimi nasema ni kwamba Wakristo tutafute tu connection nzuri na Mungu ili Roho Mtakatifu awe ndani yetu. Hata unapokuwa sehemu ambayo unakutana na vitu kama hapa ni kwenye basi, basi muda wote wewe umefunikwa na wingu la Roho Mtakatifu. Asante sana. Umeongea vizuri sana kwamba tuko duniani, na kweli tuko duniani, lakini Yesu mwenyewe anasema kwamba sio kwamba tutoke duniani hapa. Bali atulinde na yule muovu. Kisoma katika Warumi 12 mstari ule wa 2, anasema wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzo wa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Kweli tuko duniani, lakini hatupaswi kuendana na kufuatisha kila kitu cha dunia hii. Kila kitu ambacho dunia inabuni, ubunifu wote ambao dunia inauleta, kwa watoto wa Mungu tunatakiwa tujitenge nao. Na Paulo anasema katika Korinto wa kwanza 6:12, vitu vyote ni halali kwangu, kama unavyosema kaka, kama mnavyosema wote kwamba vitu vyote kwetu ni halali kwa sababu tuko duniani. Lakini je, tukiviruhusu hivyo vitu vyote ambavyo ni halali kwetu, je, vinatujengaje? Anasema lakini si vyote vifaavyo. Kweli ni halali, umejiexpose na vitu vyote hivyo, lakini vinakusaidiaje wewe kiroho? Sasa unajengaje wewe kiroho ukiangalia picha kama hiyo au tamthilia kama hiyo umeifuatilia? Okay, baada ya hapo sasa kiroho umejengeka vipi? Kwa ndio maana tunatakiwa kuwa macho sana na kuwa makini sana na hivyo vitu ambavyo tunavizungumza juu ya hizo tamthilia, juu ya hizo picha, kwamba
vingine vinaweza vinakupa tu burudisho tu mwili, yani burudiko la mwili, lakini kimsingi kiroho hamna faida ambayo umeipata. Ndio pale tulipoanzia kusoma kwamba anayepanda kwa mwili bila shaka atavuna katika mwili. Mwisho wa siku utaangalia hizo picha, mwili wako utasumbuka, utakuwa na tamaa, unaangalia picha za ngono, unasema unataka ujifunze kitu, kumfundisha mtu jinsi sababu mapenzi unaweza kumpenda mtu na nini. Wewe mwenyewe tu binafsi utajinajisi kwa kuangalia picha kama hizo kwa lengo kwamba ukamfundishe mtu. Kwa hiyo ni vema kuepukana na vitu vya jinsi hiyo. Tusoma pia katika kile kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 22. Naomba tuangalie pale mara moja anapozungumza kwamba jitengeni na ubaya wa kila namna. Kwa hiyo tunapaswa kuhakikisha mioyo yetu tunajitenga na ubaya wa kila namna. Tufungulie kitabu cha Wagalatia sura ya 9, sura ya 5 19 na 21. Mmoja tusomee mara moja hapo. Wagalatia sura ile ya 5 mstari ule wa 19 na wa 21. Niombe kaka Frank, unaweza kutusomea vifungu viwili hivyo. Wagalatia 5 ndio mstari wa 19 na hadi 21. 19 alafu na 21. Neno la Mungu lasema, basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi. Ule mstari wa 21. Ndio. Usuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Asante sana. Tuisoma hata muda fulani mambo kipengele hicho, mambo yanayofanana na hayo. Mambo mengi ambayo kama watoto wa Mungu hatupasi kuyaendekeza. Mwandishi katika kitabu hiki ambacho tunakipitia, kuna swali anauliza hapo, ambao nafikiri mimi niliuliza mwanzoni kabisa, kwamba je, Yesu angeweza kutazama filamu za kidunia au kucheza muziki? Unaonaje? Kaka yangu alisema kwamba angeweza, kwa sababu yeye hata alipoambiwa na shetani kwamba angalia hiki, aliangalia alafu akamshinda shetani. Kwa hiyo pengine angeweza. Kwa hiyo Yesu angekuja hapa, watu wanacheza hapo bongo flavor, sijui bongomani nini, na Yesu naye angejiunga hapo, naye pengine angecheza, sijui, sielewi kwa mtazamo wa kaka yetu pale. Lakini kwa mimi ninavyojua, kwa mimi ninavyofahamu kwamba Yesu Kristo ni mtakatifu, Yesu Kristo ni msafi. Sidhani kwamba angetaka kufurahia mambo ya dunia hayo, mambo ya muziki, mambo ya sherehe, kwa sababu hata nyakati zake bila shaka mambo hayo yalikuwepo, lakini Yesu alijitenga nayo. Naamini kabisa kwamba hata leo hii Yesu Mwokozi wetu asingediriki hata kuingia katika mambo ya namna hiyo, kwamba asingeweza kucheza muziki, asingeweza kufuatilia mambo ya filamu za kidunia. Na mwandishi anasema angeweza kuhudhuria karamu za kidunia au kushabikia mchezo wa mpira wa miguu au kufurahia mizaha na anasa za kidunia. Je, Yesu mfano angekuepo hapa? Je, angeenda huko uwanjani kwenda kuangalia Simba na Yanga, kwenda kuangalia Manchester na nani duniani hapa? Je, angeweza kuungana na watu namna hiyo kwenye michezo mbalimbali? Ndio maswali ambayo tunapaswa kuyatazama, alafu tuyajibu. Pengine baadaye kwenye mjadala tutaweza kujadili zaidi, kuangalia kwa undani juu ya jambo hilo. Kwa hiyo anaendelea tena, anasema kwa hakika asingefanya hivyo. Mwandishi anasema kwa hakika asingefanya hivyo. Anasa za dunia ni tofauti kabisa na sifa za nyayo alizotuachia Yesu. Kwa hiyo kama Yesu asingeweza kufanya hicho kitu, basi kumbe hata Mkristo na yeye ambaye ni mfuasi wa Yesu Kristo, naye pia hapaswi kuyafanya hayo. Mkristo hafanyi mambo haya kwa sababu anafuata nyayo za Yesu. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo Yesu asingeweza kufanya, mimi na wewe pia kama wanafunzi wa Yesu tunaoamua kufuata nyayo zake hatupaswi kufuata. Haya, kwa mfano tuna mambo ya muziki haya, mambo ya muziki ambayo inaimbwa muziki duniani, wakati mwingine yanakuja mpaka kanisani, na watu wanasema shetani aliiba, yeye alikuwa mwimbaji kule mbinguni,
Kwa hiyo aliiba mziki wa Mungu, kwa akauleta hapa duniani. Sasa tunatakiwa tumnyang'anye shetani huo mziki. Kwa hiyo kanisani sasa watu wanaanza kupiga dansi, ila tofauti yake tu ni kwamba huko wanatamka Yesu, lakini kule wao wanatamka majina wanaojua wao. Lakini kanisani basi watu wanaimba kwa maana tu kwamba wanasema Yesu, Yesu nini, na kumchezea Yesu na nini hivyo, na bumping zile kama kawaida kama huko duniani. Sasa vitu kama hivyo ndio tunapaswa kuviangalia. Je, kwa Wakristo wa leo tunatakiwa kuwa na vitu vya namna hiyo? Mchezo hiyo kanisani, makanisani, cheza bumping na nini? Je, hatuashi tamaa tu za miili yetu? Kuna mahali nilifika nisikitika nikashangaa jinsi ambavyo watu wanawake na wanaume wanacheza kanisani, wanapigana mpaka miili, nasema bumping. Sio mke wako wala, lakini unacheza bumping namna hiyo. Si kwa utukufu wa Mungu. Michezo kama hiyo, dansi kama hizo kanisani kwa ujumla ni kupotoka, ni kwenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Na kusingizia kwamba shetani ndio aliiba mziki ule kule mbinguni, kwa hiyo tunyang'anye, ni sio sawa. Kwa kweli sio sawa kabisa. Kwa hiyo tunapaswa kujiangalia na Mungu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tufuate nyayo za Yesu Kristo. Mungu atusaidie. Kitabu kile cha Yohana 10:10 anasema shetani huja tu kuiba, kuua na kuharibu. Ujue lolote ambalo linafanyika ambalo halina utukufu wa Mungu, adui shetani analiruhusu kwa ajili ya kuharibu, kuvunja au kutuharibu au kuleta uharibifu kwa watoto wa Mungu. Kwa hiyo tuwe makini sana. Nimefundisha somo langu kwa njia ya mjadala. Naamini tumetumia muda wa kutosha kabisa kujadili hili somo kwa pamoja. Lakini na swali langu mawili matatu, kwamba endapo mtu akikuuliza kama kucheza mziki wa kidunia ni dhambi, je, utampa jibu gani? Kucheza mchezo wa kidunia kama ni dhambi, utampa jibu gani? Karibu kaka yangu. Ni dhambi kwa sababu unamtukuza shetani wa kidunia kabisa, ule shetani ni kabisa. Nashukuru sana. Iko hivyo. Mungu akubariki sana. Swali la pili, je, kujitenga na ubaya wa kila namna? Kujitenga na ubaya wa kila namna. Anasema jitengeni na ubaya wa kila namna. Inamaanisha nini? Kwa uelewa wako unavyoelewa. Kujitenga na ubaya wa kila aina. Ungeweza kusemaje kwamba inamaanisha kitu gani? Toa hata mfano ikiwezekana. Kaka nani? Sawa. Karibu, alafu tutampa kaka Jana. Kujitenga na ubaya ni kujiepusha na kila dhambi. Kujiepusha na kila dhambi kabisa. Na kile kinachoweza kupelekea dhambi, na pia bila shaka na chenye pia kujiepusha nacho. Unajiepusha nacho. Nashukuru sana. Asante. Kaka Jana, unasemaje? Kujitenga na ubaya wa kila aina. Kwa uelewa wangu kujitenga na ubaya wa kila namna ni kujiepusha na kila aina ya vitu au mambo ambayo haijatokana na Mungu. Kujitenga na ubaya wa kila aina ni kujiepusha na kila aina au jambo au tendo lolote ambalo si agizo linatokana na Mungu. Shukuru sana kwa ajili ya msaada majibu hayo. Alafu anasema je, malipo ya mwisho ya shetani ni nini kwa mtu ambaye anaambatana naye, kufuatana naye? Malipo ya mwisho ni nini? Kaka Frankie. Malipo ya shetani, kwanza shetani akikopesha lazima ulipe. Kwa hiyo mwisho wa siku huwa anakuacha na aibu, alafu huwa anatamani ufe kabla hujapata wokovu. Ili uende wapi? Hujatubu dhambi zako ili uende naye kuzimu. Uende naye jehanamu ya moto. Asante sana. Kwa kweli ndicho ambacho shetani anakifanya, kwamba mwisho wa siku anakulagai, anakudanganya, alafu anakutupa katika jehanamu ya moto. Basi niseme somo langu limeishia hapa, lakini nitoe tu wito kwamba kwa masomo mengine ambayo yanaendelea, niombe
ikiwezekana, kwa sababu tunabaki na vitabu hivi, kabla somo halijafundishwa ni vema uweze kulipitia wewe mwenyewe binafsi, ili kuweza kuwa na uelewa na uweze kutoa mchango vizuri zaidi. Kwa hiyo niombe hata kwa ratiba yetu ya kesho, kitabu nabaki nacho, kapitie masomo yote ambayo yako mbele yetu kwa siku ya kesho, ili tuweze kutoa mchango nao ustahili wakati mwalimu anafundisha. Tamrahisishia na kumsaidia mwalimu kwenda kwa wepesi, maana mwalimu hawezi kwenda neno kwa neno, kifungu kwa kifungu, kitabu kizima. Ukishaelewa wewe tayari, basi mwalimu ataenda haraka haraka tu, afu tutamaliza kwa kuna ufahamu wa kutosha kabisa. Basi Mungu atubariki sana. Nafikiri somo hili tutajadili zaidi kwenye mjadala, ili tuweze kuwa na uelewa au ufahamu wa kutosha. Mungu atubariki sana.